Naam, wow. Hii ni sehemu ya 7 ya mwendelezo wa simulizi nzuri iliyojaa utamu wa kila namna. Simulizi ya mfanya usafi wa mochwari. Hii ni Simulizi TZ na langu jina ni yule yule Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 6. Lakini usiku mmoja Karani alisikia sauti ya mtoto ikilia tena nje ya dirisha lake. Lakini ghafla aliposogea kutazama, aliona kimvuli cheusi kikitoweka haraka kwenye giza. Sasa tusonge katika sehemu hii ya 7. Usiku huo ulikuwa kimya kupita kawaida. Hewa nzito ya ubaridi ikiwa imejaa harufu ya ardhi iliyofunuliwa na mvua ya hivi karibuni ilikuwa ikiendelea. Karani alikuwa ameketi kitandani kwake, macho yakiwa amekodoa tena ameacha wazi, huku mawazo yakimrudia sauti ya mtoto aliyekuwa akisikika akilia usiku uliopita. Je, ni kweli mama Zaina amekwisha? Aliwaza. Ghafla upepo mkali ulivuma tena nje, ukigonga madirisha kwa kishindo kikali. Ndani ya upepo huo Karani alisikia sauti ile ile ya mtoto ikiita, "Nisaidie! Nisaidie!" Karani alikurupuka kutoka kitandani, akachukua irizi yake na kutoka nje bila hata kuvaa viatu. Alitembea polepole akifuata sauti hiyo iliyomvuta hadi eneo la karibu na mochwari. Alipofika karibu na lango la kuingilia, aliona kivuli cha mtoto mdogo kilichokuwa kimesimama kwenye kona ya jengo. "Wewe ni nani?" Karani aliuliza kwa sauti ya uoga. Mtoto huyo hakusema neno, bali aligeuza kichwa chake polepole. Uso wake ulionyesha macho mekundu yaliyojaa majonzi. "Nisaidie, wamezidi kuja," mtoto huyo alisema kwa sauti ya uchungu kabla ya kutoweka ghafla. Karani aliporudi ndani ya mochwari kesho yake, alikuta wafanyakazi wakiwa wamekusanyika kwa hofu. Mmoja wao, Bi Saada, alikuwa akilia kwa sauti ya uchungu. "Mwili wa Zuberi haupo ndani ya kabati lake," alitangaza kwa sauti ya hofu. Karani alihisi damu yake ikiganda. Zuberi alikuwa mmoja wa waliopumzishwa kwenye mochwari hiyo siku 3 zilizopita baada ya kupoteza maisha katika ajali ya moto. "Labda wameupeleka kwa uchunguzi mwingine," Karani alisema kwa matumaini. "Hapana," Bi Saada alisema. "Mlango wa kabati lake uligongwa kutoka ndani usiku wa jana." Karani na Mzee Mbwemwe waliingia ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti. Hali ya hewa ndani ya chumba hicho ilikuwa nzito, kana kwamba kuta zake zilikuwa zikipumua. Karani alipita hadi pale mwili wa Zuberi ulikuwa umelazwa. Mlango wa kabati lake ulikuwa umefunguliwa nusu, na chini yake kulikuwa na madoa makubwa ya damu. Ilionekana kuwa bado mpya. "Hii si damu ya kawaida," alisema Mzee Mbwemwe. "Ina alama za uchawi wa damu." Karani alisogelea karibu na kuona kitu kingine kilichomfanya agande. Ukutani kulikuwa kumechorwa alama za kutisha kwa damu. Alama zile zile alizoziona usiku mama Zaina alipomvamia. Wakati wakitoka kwenye chumba hicho, ghafla mlango wa nyuma wa mochwari ulifunguka kwa kishindo. Mwili wa Zuberi ulisimama pale mlangoni, macho yake yakiwa mekundu kama makaa ya moto, na ngozi yake ikiwa imeharibika vibaya kwa mabaka meupe. "Niko hapa kulipiza kisasi," sauti nzito ya mama Zaina ilitoka kwenye mwili wa Zuberi. Karani na Mzee Mbwemwe walirudi nyuma, wakijua wanakutana tena na roho ya giza. "Mwili huu ni wangu. Sasa
ulisema kabla ya kutembea kuelekea kwao kwa hatua za kasi. Mzee Mbwemwe alitupa upanga mweupe wa kinga hewani na kusema maneno ya Kiswahili ya kale. Kwa jina la uzima, naweka ulinzi wa nuru hapa. Mwili wa Zuberi ulirudi nyuma ukilia kwa sauti kali ya uchungu kabla ya kutoweka kama moshi. Baada ya tukio hilo, Mzee Mbwemwe alimwambia karani kuna kaburi la siri lililochimbwa katika msitu wa zamani karibu na mto wa Jangwani. Ndipo walipozikwa wale wote waliotolewa kafara na Mama Zaina. Alisema damu yao ndiyo inayompa nguvu kurudi kila wakati. Kalani na Mzee Mbwemwe walienda msituni usiku huo. Kaburi hilo lilikuwa limefunikwa kwa magamba ya miti yaliyokauka na udongo mweusi uliotapakaa damu. Lazima tuichome ardhi, Mzee Mbwemwe alisema kwa kutumia unga wa kinga na moto wa mti wa mizimu. Walichoma eneo hilo lote. Kilio cha sauti za watu wengi zilisikika zikipotelea kwenye upepo. Siku chache baada ya tukio hilo, Kalani alihisi amani ikirudi polepole. Hata hivyo, wakati mmoja alipokuwa akifagia nje ya monchwali, aliona kivuli kikitembea polepole upande wa pili wa barabara. Aligeuka haraka, lakini hakuona mtu yoyote yule. Hakuweza kujua kama kivuli hicho kilikuwa mtu wa kawaida au Mama Zaina alikuwa bado anatafuta mwili mpya wa kurudi duniani. Wiki mbili zilipita tangu tukio hilo la moto kwenye kaburi la msitu wa Jangwani. Kalani alihisi kana kwamba hatimaye alikuwa amepumua kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Lakini ndoto zake ziliendelea kumhusu mtoto yule mwenye macho mekundu aliyemwita usiku ule. Usiku mmoja, akiwa amelala chumbani kwake ndani ya monchwali, Kalani aliota ndoto mbaya. Alijiona akiwa ndani ya msitu ule ule wa Jangwani, akitembea bila vitu kwenye ardhi iliyoloa damu. Kila alipoinua mguu, alihisi kitu kama vidole vya maiti vikimvuta chini ya ardhi. Kisha mbele yake mtoto yule alitokea tena, sura yake ikiwa imejaa majeraha na macho mekundu yanayowaka kama moto. Bado nipo, nisaidie, mtoto huyo aliomba kabla ya giza kumfunika ghafla. Karani alishtuka kutoka usingizini, mwili wake ukiwa umejaa jasho, tena jasho jembamba, na mapigo ya moyo yakimpiga kwa kasi. Asubuhi iliyofuata, Kalani alimweleza Mzee Mbwemwe kuhusu ndoto yake. Uso wa mzee huyo ulijaa wasiwasi mkubwa. Mtoto huyo si mtoto wa kawaida, alisema kwa sauti nzito. Anaonekana ni mmoja wa waliokufa kwa kafara za Mama Zaina, na nafsi yake bado inahangaika kutafuta amani. Lakini nilizani tumemaliza, tena tumemaliza kila kitu, lakini la hasha, kumbe bado. Baada ya kuchoma lile kaburi, Kalani alisisitiza, giza linapokita mizizi haliondoki kirahisi. Mzee Mbwemwe alijibu huku akitazama mbali, kana kwamba alikuwa na kiono. Alikuwa akiona kitu kisichoonekana na macho ya kawaida. Usiku huo monchwali ilikuwa tulivu, tena ilikuwa tulivu kupita kawaida. Hata upepo wa kawaida wa kupeperusha mapazia haukuwepo. Kalani alihisi hali ya uoga ikiongezeka. Alipokuwa akifagia sakafu ya chumba cha kuhifadhi maiti, alisikia mlio wa kitu, tena kitu kizito kikianguka ndani ya chumba cha majokofu ya kuhifadhi maiti. Kwa tahadhari, Kalani alisogea hadi kwenye mlango wa chumba hicho. Alipoingia, aliona jezi moja likiwa limeteleza kutoka sehemu lilipokuwa limehifadhiwa. Lilikuwa limefunguliwa kidogo. Aliposogea karibu na jeneza hilo,
Harufu nzito ya maiti ilimpiga usoni na kumfanya akwaruze koo lake. Kitu cha kushangaza ni kwamba ndani ya jeneza hilo hakukuwa na mwili wowote, lakini chini ya jeneza hilo palikuwa na mchoro wa damu, tena damu ule ule uliokuwa ukitumiwa na Mama Zaina. Usiku huo huo, karani na mzee Mbwemwe waliamua kuingia ndani ya chumba cha kuhifadhi maiti kwa pamoja. Walikaa kimya wakiangalia jeneza lile kwa macho makini. Mara ghafla jeneza hilo lilianza kutikisika taratibu, kana kwamba mtu alikuwa akigeuza umo. Acha mizimu ipumzike kwa amani, mzee Mbwemwe alisikika akisema kwa sauti kubwa, akinyunyiza unga mweupe kwenye jeneza hilo. Mlango wa jeneza ulipofunguka ghafla, mwili wa mtoto yule aliyekuwa akimjia karani kwenye ndoto ulijitokeza. Mwili wake ulikuwa umeharibika vibaya. Ngozi yake ilikuwa na mabaka meusi tena pamoja na meupe, na macho yake yalikuwa yaking'aa kama makaa ya moto. Nisaidie, sauti ya mtoto huyo ililia kwa uchungu. Mzee Mbwemwe alitupa unga mweupe wa kinga juu ya mwili wa mtoto huyo, lakini tofauti na kawaida, mtoto huyo hakutoweka. Badala yake alianza kuzungumza. Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi hii iliyojaa visa na mikasa. Ni simulizi tamu. Je, nini kitaendelea? Na je, mtoto huyo aliyekuwa akimuita Bwana Karani ni nani? Na je, atazungumza naye nini? Usikose katika sehemu ya 8, sehemu iliyojaa utamu wa kila namna. Hii ni Simulizi TZ. Langu jina ni Mr. A Romantic. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.